Naam, karibu mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanaendelea au yanajiri sasa hivi katika nyanja ya kisiasa na katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania. Hali ya afya ya rais mstaafu Jakaya Kikwete imezua hali ya hofu, taharuki pamoja na wasiwasi, huku taarifa za kufariki kwake zikienezwa mitandaoni na watu wasiojulikana. Madai hayo yamekuwa yakisambazwa sana nchini Tanzania, lakini ishu ipo hivi. Kiongozi huyu wa CCM sasa hivi avunja ukimya na kuzungumzia kuhusu madai ya kufariki Jakaya Kikwete au kuhusu hali yake mbaya ya afya. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina au kwa undani zaidi. Watanzania wengi walijawa hofu na wasiwasi na huzuni baada ya kuambiwa hali ya afya ya rais mstaafu Kikwete sio nzuri na hata wengine kudai ya kuwa tayari amefariki. Rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete sasa hivi amevunja ukimya na kukanusha hadharani taarifa hizo na kusema kuwa taarifa hizo za uongo za kifo chake na kutangaza kuwa yu hai na afya yake ni njema na yupo mwenye afya njema na anajishughulisha kikamilifu na masuala ya kitaifa na kisiasa. Akizungumza mnamo Oktoba tarehe 10 mwaka huu 2025 wakati wa mkutano wa kampeni huko Bagamoyo mkoani Pwani wa mgombea mwenza wa urais wa CCM Daktari Emmanuel Nchimbi pamoja na Samia Suluhu Hassan, Kikwete alisema amesikitishwa sana na kuongezeka kwa taarifa za upotoshaji zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu madai ya kifo chake. Matamshi yake yalikuja huku kukiwa na uvumi unaodai kwamba kiongozi huyo wa zamani Kikwete alifariki baada ya kuugua kwa muda mrefu, hadithi ambazo zilienea kwa kasi katika majukwaa kadhaa ya mtandaoni kabla ya kuthibitishwa kuwa si za kweli. Akihutubia umati huo, Kikwete alipuuzilia mbali uvumi huo wa kifo kwa ucheshi na kucheka na udhabiti wa tabia, akisema kwamba wanaoeneza uongo huo watasikitishwa kumwona akiwa amesimama mbele yao akiwa na afya njema na hata kuhudhuria mazishi yao. Tamko lake lilileta vicheko na shangwe na kushangaza wengine kutoka kwa watazamaji, likitumika kama karipio kali kwa wimbi la habari za uongo ambazo zilichochea wasiwasi miongoni mwa wananchi. Waangalizi walibaini kuwa sauti yake ilikuwa ya dharau na kutia moyo pia, ikiashiria azimio lake la kukabiliana na habari potofu za kidijitali moja kwa moja zinazoenea nchini Tanzania. Rais huyo wa zamani Jakaya Mrisho Kikwete alionyesha wasiwasi wake kuhusu matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii katika kueneza habari za uongo kuhusu watu mashuhuri, akisisitiza kwamba tabia hiyo sio tu inaharibu sifa bali pia inadhoofisha maelewano ya kijamii. Aliwakumbusha Watanzania kuwa taarifa zinazosambazwa mtandaoni zina madhara halisi na kuwataka wananchi kuhakiki vyanzo vyake kabla ya kuamini au kushirikisha jambo lolote linalohusiana na mada nyeti kama vile kifo cha mtu mashuhuri. Muonekano wa Jakaya Kikwete jana, mwenye nguvu na mwenye kujiamini, ukawa ushahidi hai kwamba taarifa za kifo chake au hali yake mbaya ya afya hazina msingi na si za kweli. Aliendelea kueleza kuwa licha ya kustaafu siasa amilifu, bado anaendelea kushiriki katika mipango ya maendeleo ya taifa na majukwaa ya kimataifa. Ripoti za kifo cha uongo, alisema, hazitamkengeusha na kujitolea kwake kwa umoja wa kitaifa na maendeleo. Kwa Jakaya Kikwete, tukio hili lilidhihirisha jinsi taarifa potofu zinavyoweza kuwa hatari inapoenea bila kudhibitiwa, hasa pale zinapowalenga viongozi wanaoheshimika waliojitolea maisha yao katika utumishi wa umma. Wakati wote wa hotuba yake, Kikwete alifungamanisha uvumi huo wa kifo na suala pana la upotoshaji wa kisiasa mtandaoni, akibainisha kuwa uzushi huo mara nyingi huibuka wakati wa msimu wa uchaguzi. Alisisitiza kuwa taarifa potofu na mashambulizi ya watu binafsi yanaondoa imani kwa wananchi na kuchochea mgawanyiko, huku akionya kuwa Watanzania wasipokuwa makini, habari za uongo zinaweza kuharibu uadilifu wa demokrasia yao. Ombi lake lilikuwa wazi: nchi lazima ilinde msingi wake wa maadili na kusimama pamoja dhidi ya uongo na propaganda. Akirejelea ujumbe wake wa amani na umoja, Kikwete alitumia muda huo kutoa wito wa kurejeshwa kwa mazungumzo ya kisiasa yenye heshima. Alisema kuwa kueneza ripoti za uongo, iwe juu ya kifo cha kiongozi au kashfa zingine za uongo, kunadhoofisha hisia za umoja wa taifa. Aliwahimiza wananchi kujenga madaraja badala ya kuta, huku akisisitiza kuwa uzalendo wa kweli unatokana na ukweli, heshima na mshikamano. Majibu ya Jakaya Kikwete kukataa uvumi wa kifo chake na hali yake mbaya ya afya yalikuwa ya haraka na kuenea. Wafuasi wa chama tawala walisherehekea kujitokeza kwake tena kama ushahidi wa udhabiti na uongozi.
Mitandao ya kijamii ambayo hapo awali ilichochea uvumi huo ilijaa jumbe za afueni, za kuomba radhi na pia za kupongezwa. Watanzania wengi walishukuru kwamba rais huyo wa zamani Kikwete alishughulikia swala hilo moja kwa moja bila hofu na kuyaita majibu yake kuwa ni ukumbusho wa lazima wa nguvu ya ukweli juu ya udanganyifu. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa mitandaoni pia walitilia maanani, wakisema kwamba kauli ya Kikwete ilikuwa zaidi ya ufafanuzi wa habari za uongo, ilikuwa ni kielelezo cha ushawishi wake katika nyanja ya siasa za Tanzania za CCM. Walisema kwamba kwa kukabiliana na uvumi huo binafsi, Kikwete alithibitisha mamlaka yake ya kimaadili na kusisitiza umuhimu wa uaminifu katika maisha ya umma. Pia waliangazia hitaji la dharura la sheria na kampeni za uhamasishaji ili kupambana na kuenea kwa udanganyifu wa kifo na habari potofu mtandaoni. Wakati Tanzania inakaribia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, ripoti za uongo za kifo cha Kikwete zimezua mazungumzo mapya kuhusu maadili ya kidijitali, uwajibikaji na mawasiliano ya uwajibikaji. Wachambuzi wanaamini kwamba uingiliaji kati wa rais huyo wa zamani Kikwete umeweka kielelezo cha jinsi viongozi wanapaswa kushughulikia habari potofu kwa neema na mamlaka bila kuzua ugomvi. Kwa kulikabili suala hilo hadharani, Kikwete aligeuza muda wa uongo kuwa somo la uadilifu na uongozi. Katika mkutano huo wa kampeni, Kikwete pia alitumia fursa hiyo kumuunga mkono Daktari Emmanuel Nchimbi na Samia Suluhu, akionyesha imani na uongozi wake na dhamira yake ya kuendeleza ajenda ya maendeleo ya Tanzania. Alisema mustakabali wa nchi unategemea viongozi wanaothamini ukweli kuliko udanganyifu, rejeleo lililofichwa la utamaduni wa habari za uongo ambao umekita mizizi mtandaoni. Kwa kumalizia, Kikwete alithibitisha tena kwamba yu hai, ana nguvu na ana nia ya dhati kwa ustawi wa Tanzania kwa jumla. Alitoa wito kwa wanahabari, wanasiasa na wananchi wote kuchukua hatua kwa uwajibikaji na kukataa ripoti za uongo za vifo au aina yoyote ya taarifa potofu za kidijitali. Uwepo wake jukwani, mwenye tabasamu, mchangamfu na nguvu nyingi, ulinyamazisha uvumi wote mara moja na kwa wote kurejesha utulivu katika taifa zima na kuwakumbusha Watanzania kwamba ukweli unaposemwa kwa ujasiri daima hushinda uongo. Baada ya kukanusha kwa nguvu taarifa za uongo za kifo chake, maneno ya Jakaya Kikwete yanaendelea kusikika kote Tanzania na kwingineko. Wananchi, vyombo vya habari na viongozi wa kisiasa wameunga mkono mwito wake wa ukweli na umoja, wakitambua kwamba habari potofu ni mojawapo ya vitisho vikubwa zaidi vya kisasa kwa amani na demokrasia. Wakati Kikwete anarejelea mazungumzo yake ya umma kwa nguvu mpya, kunusurika kwake dhidi ya uvumi kunasimama kama ishara yenye nguvu, ukumbusho kwamba uadilifu, uwazi na ukweli daima vitashinda udanganyifu. Ujumbe wake wa mwisho ulikuwa wazi: nguvu ya Tanzania haimo katika uvumi au uoga, bali katika imani isiyoyumba katika ukweli na mshikamano wa kitaifa. Na mtazamaji, ni hayo tu niliyokuandalia sasa hivi, na kuomba bonyeza alama ya like chini ya video hii, alafu bonyeza neno subscribe na alama ya kengele, kisha nijuze maoni yako kuhusiana na habari hizi potofu kuhusu Kikwete, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa ama habari zetu mpya.